ambao Biblia inasema moto uliowekwa tayari kwa ajili ya kuwala wale wapingao. Kwa hiyo hukumu imewekwa tayari ambayo ni moto. Watu wa Mungu, mbele yetu kuna moto kama tutaiacha kweli ya Mungu. Watu wa Mungu, mbele yetu kuna moto kama tutashindwa kutembea katika neno. Watu wa Mungu, mbele yetu kuna moto, Biblia imesema umewekwa kwa ajili kama hukumu ya kuwahukumu waliopinga sheria ya Mungu, ya kuwahukumu waliokataa neno la Bwana. Neno la Bwana linatukumbusha juu ya kukaa katika kweli ya Mungu, juu ya kukaa katika matendo mema, juu ya kukaa katika njia ipasayo, ili kusudi tuitazamie neema ya uzima wa milele. Lakini kama tutapinga neno la Mungu kwa kutenda yaliyo maovu, Biblia inasema kuna kuitazamia hukumu itishayo. Hukumu inatisha. Hukumu hii inatisha, sio kama mahakamani. Hukumu hii sio kama ya mahakama. Hukumu hii sio kama ya viongozi wa kanisa wanavyoweza kuhukumu. Hukumu hii sio kama ya jaji mkuu. Hukumu hii ni hukumu kweli. Biblia inasema hukumu hii moto uliowekwa tayari. Haleluya. Hukumu hii Biblia inasema ni moto uliowekwa tayari. Biblia inasema moto umewekwa tayari kwa ajili ya kutuhukumu, kwa ajili ya kutupa adhabu ya mwenendo wetu duniani. Maana alitokea Yesu akajitoa, akafa msalabani kwa ajili ya kututoa katika hukumu ya moto, ili sisi tupate kuingia katika hukumu ya uzima wa milele. Sasa amekufa kwa ajili yetu, alafu tumekana kwa matendo, tumepinga ile kweli. Biblia inasema kuna kuitazamia hukumu ya moto. Kwa sababu tumekataa kukaa katika hukumu ya Mungu, basi kuna kuitazamia hukumu ya moto, ambayo inasema moto uliowekwa tayari kwa ajili yao wapingao. Haleluya. Kwa hiyo kama tutapinga neno la Bwana kwa kutenda yasiyo mema, maana yake kwa kadri tunavyosengenya, kwa kadri tunavyotukana matusi watoto wetu, kwa kadri tunavyotukana majirani, kwa kadri tunavyofanya ugomvi na majirani, ndivyo tunavyolipinga neno. Kwa sababu Biblia imesema usiwe haimpasi mtumishi wa Mungu kuwa mgomvi. Kwa hiyo ukigombana, maana yako umepingana na nini? Kwa hiyo umepingana na neno la Mungu. Kwa hiyo kwa ajili ya kupingana na hilo neno, Biblia inasema kuna kuitazamia nini? Hukumu itishayo, yenye kutisha. Kwa sababu Biblia imesema haipasi mtumishi wa Mungu kuwa mgomvi, alafu wewe umeendelea kugombana na watu mtaani, umeendelea kujibishana vibaya na watu mtaani, unaendelea kutukanana na watu mtaani, bado ni Mkristo. Biblia inasema hautaitazamia uzima milele, bali kuna kuitazamia hukumu juu ya maisha. Maana umemkana Mwokozi aliyejitoa msalabani, akafa kwa ajili yetu, akabeba dhambi zetu, lakini bado wewe unaenda kung'ang'ania dhambi zilizobebwa na Kristo kwa ajili ya maisha yetu, ili sisi tupate uzima wa milele. Bwana asifiwe. Amen. Kwa Biblia inasema kuna kuitazamia hukumu ya moto uliowekwa tayari. Moto huu umewekwa tayari, ni hukumu itakayotumika kutoa adhabu kwa ajili yao waliokataa kuishi kwenye sheria. Leo hii wewe fanya unavyoweza, ufurahishe mwili wako, furahisha maisha yako, jifurahishe kwa namna yoyote unavyoweza, lakini kuna siku ambayo hukumu ya moto itachukua hatua juu ya maisha yangu, juu ya maisha yako. Maana yake sisi tutatupwa katika moto. Biblia inauita mahali pengine kuwa ziwa la moto. Maana yake ni sehemu kubwa kwa ajili ya wapingao. Manake wale waliokataa sheria ya Bwana, wale waliokataa kuishi kwenye utakatifu, wale wasiokubali kutembea na Mungu, wale wasiotaka kuadhibishwa, wale wasiotaka kukemewa kwa sababu ya maovu, Biblia inasema kuna kuitazamia hukumu ya kutisha. Hukumu hii Biblia inasema inatisha. Hukumu hii sio kama nilivyosema kama mahakamani. Ya mahakamani wanahukumu mpaka unacheka. Lakini hii Biblia inasema kutakuwa kilio na kusaga meno. Biblia inasema wanawali wazuri watakimbia huku na huku wakilitafuta neno, siku hiyo halitaonekana. Biblia inasema siku hizo vijana wazuri watalitafuta neno, hawataliona. Kwa nini? Kwa sababu siku ya Bwana imefika. Saa ya neno kukaa duniani imekwisha. Saa ya neno kukaa duniani kwa watu imekwisha. Iliyobaki sasa ni saa ya hukumu ya moto kuchukua hatua juu ya adhabu ya walioikataa neno. Kwa sababu Biblia imesema uliyekwisha kujua ujuzi wa ile kweli, alafu kisha kwa kusudi ukafanya dhambi, kuna kuitazamia hukumu, kuna kutazamia kutupwa katika
katika moto wa milele. Maana siku hiyo itakuwa ya kutisha juu ya maisha ya kila mtu. Wakati moto ule utakapoandaliwa, kulikuwa moto wa duniani uliowatupa kina Meshaki na Abednego. Mungu akasema, moto wenu hauwezi kuwa na nguvu juu ya moto wangu mimi. Mimi ni Mungu zaidi ya hiyo miungu. Moto uliotengenezwa katikati ya Eden haukuweza kuangamiza watu wa Mungu, lakini moto ujao, Biblia inasema watapanda milimani, wataasibiwa huko milimani, watakimbia kuelekea mashariki, na kwa mashariki hakutakalika, kwa sababu siku ya Bwana ikifika itabeba kila kitu, itakusanyika kama Biblia inasema dunia itakunjwa kama karatasi. Ndipo patatokea hukumu ya watu kwenda katika moto ulioandaliwa kwa ajili yao wanaopinga neno la Mungu kwa matendo yao. Wanakubali kwamba wanamtaka Mungu, kwa matendo yao wanampinga kwa kadiri ambavyo wanaishi, lakini moyoni mwao na machoni pao tunaona tunao katika ibada, tunaona tunao katika makanisa yetu, lakini ndani yao wamepinga neno la Bwana kwa matendo yao, wamelikataa, lakini kwa miili yao wapo kanisani, lakini mioyo yao imekataa neno la Bwana, imekataa matendo mema, imekataa sheria ya Mungu. Biblia inasema kuna kuitazamia hukumu ili yenye kutisha. Sio hukumu tu yenye kutisha, hukumu inayotisha. Hebu fikiria utakapofika siku hiyo. Hebu fikiria, Biblia inasema siku hiyo malaika watashuka kukusanya kama kondoo na mbuzi. Watawatenga kondoo mkono wa kuume na mbuzi mkono wa kushoto. Baada ya hapo, Biblia inasema ndipo watawaambia walio mkono wa kushoto, ingieni katika moto wa milele. Ndipo watawaambia walio mkono wa kuume, ingieni katika raha ya milele. Sasa ndugu, sikiliza. Biblia inasema ili tupate hayo, lazima tukae katika Kristo, tukae katika kweli, ili baada ya hapo tupate uzima wa milele. Maana kama hatutafanya hivyo, Biblia inasema kuna kuitazamia hukumu. Kuna kutazamia hukumu ya kutisha. Kuna kutazamia hukumu ya kutisha, hukumu inayotisha kwenye maisha yetu. Biblia inasema kumeandaliwa moto, mstari wa 27 unasema, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulao, na ukali wa moto ulao uliowekwa tayari kwa ajili yao wampingao. Kwa kama wewe na mimi na ndugu na mwingine tunapinga kwa kutenda dhambi, lakini kwa kinywa tunasema tunamkubali Kristo, lakini kwa matendo tunapinga kwa tabia zetu, Biblia inasema kuna kuitazamia hukumu. Kutazamia ni kungojea, yaani unangojea. Hautangojea Kristo aje kukomboa uingie katika uzima milele. Utangojea hukumu, utaitazamia, maana iko mbele yako. Sasa unapoitazamia hukumu, Biblia inasema yenye moto ulao, moto wenye ukali, moto wenye makali ulao, alafu hukumu yenye utisho. Biblia inasema katika kitabu cha Sefania, inasema tutaona kama utusitusi siku hiyo. Yaani utaona kama vimulimuli, sawa na mtu amepigwa kofi mpaka unaona nyota wakati hazipo. Siku hiyo itatisha, maana inasema kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha watu wa Mungu. Kama hatutakaa katika sheria ya Mungu, kama hatutakaa kwenye neno la Bwana, kama hatutaacha dhambi, tutang'ang'ania maisha yetu, sisi tunapita, sisi tunakufa, sisi tunaondoka, sisi tunatoka duniani. Hata wapo waliokuwepo hawapo sasa. Kuna watu tulikuwa nao hatunao sasa. Sasa fikiria wewe utakapofika zamu yako utakuwa wapi? Kwa kadiri ambavyo tunaishi bila kukaa katika utakatifu, ndivyo tunavyoitazamia hukumu ya siku ya mwisho. Biblia hukumu hiyo inaweka wazi hapa kwamba moto uliowekwa tayari kwa ajili ya wapingao. Hiyo ndio hukumu ya Mungu. Bwana asifiwe. Hukumu ya Mungu sio kama hukumu ya mwanadamu. Mwanadamu anaweza akahukumu hata uongo, lakini Mungu anasema kila mtu atapokea ujira wa matendo yake. Kwa kadiri ambavyo tunakataa kuacha dhambi, kwa kadiri ambavyo tunatenda dhambi, kwa kadiri tunavyofanya mabaya, ndivyo tunavyosogezea kuitazamia ile hukumu ya siku ya mwisho. Ndivyo tunavyoelekea katika hukumu ya siku ya mwisho. Mstari wa 37 unasema,
37 inasema katika Waebrania sura ya 10 mstari wa 37, kwa kuwa bado kitambo kidogo sana yeye ajaye wala hatakawia. Kwa kuwa bado kitambo kidogo sana yeye ajaye wala hatakawia. Tunayo ahadi ya Yesu Kristo ya kuwa atakuja, lakini ujio wake sasa sio kama ujio wa zamani, sio kama ujio wa kwanza aliyokuja kwa ajili ya wakosao. Sasa atakuja kwa ajili ya hukumu ambayo ameisema katika sura ya 10 mstari wa 27. Kwa mstari wa 37 kusema, kwa kuwa bado kitambo kidogo sana yeye ajaye atakuja wala hatakawia, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Haleluya, amen. Biblia inasema mwenye haki wa Mungu ataishi kwenye imani, sio kwa kuona. Hataishi kwa vitambaa vinavyoonekana, hataishi kwa sabuni zinazoonekana, hataishi kwenye upako wa kupewa kama mganga wa kienyeji. Ataishi kwenye imani. Biblia inasema mwenye haki wa Mungu anaishi kwenye imani, haishi kwenye vitambaa, hakai kwenye chumvi, haishi kwenye hivyo vitu, anaishi kwenye imani ya Kristo, maana yeye ajaye yuko karibu. Biblia inasema kwa kuwa bado kitambo kidogo sana yeye ajaye atakuja wala hatakawia. Maana bado kitambo kidogo sana yeye ajaye atakuja wala hatakawia. Na tunapofikiri kama anachelewa, lakini Biblia inasema bado kitambo kidogo, bado kitambo kidogo mbele za uso wetu. Yeye ajaye, Biblia inasema anakuja. Yeye atakayetoa hukumu anakuja, bado kitambo kidogo. Sasa nasema kama tusipotengeneza, tusipokaa katika wokovu, tusipokaa katika utakatifu, yeye ajaye anakuja. Biblia inasema hukumu imewekwa mbele yetu. Kumewekwa moto ulao, moto wenye makali ulao, unaokula. Huu moto wanaishi hata usiku ndani yake. Ukisoma kitabu cha Ufunuo inasema kumekaa nondo wenye meno makali kama piki, wapo ndani ya hiyo jehanamu, wako ndani ya huo moto, alafu hawaangamii. Lakini kila siku watakatifu waliokata vichwa wanauliza, ni lini utakapotulipa matendo yetu, utakapotulipia adui zetu? Haleluya. Adui ni wale wanaolikataa neno la mtume. Adui ni wale wanaolipinga neno la Kristo. Biblia inasema hao ndio adui zao, ndio maana ndio waliowaua. Kwa hiyo anasema siku hiyo wanauliza katika Ufunuo, wanasema ni lini Bwana? Alafu Biblia inasema ndani ya jehanamu, ndani ya huo moto kumekaa nondo wakali, wadudu wenye meno marefu kama piki, alafu hawaungui ila wapo kwenye huo moto. Na ndio maana Biblia inasema moto huo watakaotupwa huko hawafi, watapata mateso mpaka mwisho. Hakuna mwisho wao kule, ni kilio na kusaga meno. Tajiri anatupa mfano kidogo. Yesu anasema tajiri alikaa kuzimu, lakini akiwa kuzimu aliona joto kali, akasema maana nateswa katika moto huu. Maana yake alikaa kuzimu, lakini kule kuzimu alipokea mateso ya moto. Bado hajatupwa kwenye moto wenyewe, hapo ndo anangojea afufuliwe aje atupwe kwenye moto wa jehanamu yenyewe. Anapata mateso mpaka naomba msaada. Sasa leo unayo nafasi, leo ninayo nafasi, kabla hajaondoka nafasi upande wangu, kabla Mungu hajaondoa pumzi yake kwangu, kabla Mungu hajaondoa pumzi yake kwako, hebu fikiria kwamba usikawa kama tajiri, usikawa kama yule tajiri aliyesema nateswa na moto huu. Hapa Biblia inatuambia kumewekwa moto kwa ajili ya hukumu. Kama tukitenda dhambi, kama tukiacha sheria ya Mungu, kama tutaliacha jina hili tukalitumainia jina lingine, tukaweka imani kwenye vitu vingine, Biblia inasema kuna kuitazamia hukumu ambayo ni moto wa milele uliowekwa kwa ajili ya kuhukumu. Kazi yake ni kutupa wote walioikataa njia ya Kristo. Watatupwa katika moto kwa sababu waliikana sheria. Yesu alijitoa kuwa dhabihu ili abebe mateso, ili abebe dhambi zetu, alafu sisi tunarudi tena matapishini tunayaramba, tunarudi tena dhambini
unakwenda. Anasema hapo hakuna kuitazamia uzima wa milele, kuna kuitazamia hukumu. Haleluya. Kwa bahati mbaya Wakristo wengi huwa kila tukijiona tunaona mbinguni tunakwenda. Hatujawahi kufeli. Yaani hata kama leo umetenda yasiyofaa, lakini bado naamini mbinguni Yesu akija unaenda. Ndio tumefungwa hapo. Matengenezo tunasahau. Biblia inasema hakuna kuitazamia hukumu. Kuna moto umewekwa. Kuna moto umewekwa kwa ajili yetu sisi, kwa ajili walioikataa Injili. Maana kama ndani ya ule moto vinaishi wadudu, nondo ziko mle, wadudu wanaokaa mle kwa ajili ya kuwala watakaotupa. Kwa hiyo unapata maumivu ya moto na unapata maumivu ya kung'atwa na kama inge. Wanang'ata, unapata maumivu, alafu maumivu hayo ni kila siku, sio dozi kwamba ina siku 7. Hakuna siku 7 ndani ya jehanamu. Biblia inasema kwenye moto huo ni milele, haifutiki. Ni heri tukatengeneza kabla ya nyakati za sasa. Tuliokuwepo kule niliwaambia neno moja, nikasema kuna siku itakuja ambayo itakapokuwa hoi kitandani, wakati unaita msaada utubu dhambi yako leo